Kwa pale nchini Ujerumani kuna nyota anaitwa Florian Wirtz, mchezaji wa Bayer Leverkusen. Hakika anasifiwa zaidi kwa kupiga mikwaju ya free kick. Siku ya hii leo hapa katika ligi kuu ya wanawake kwenye uwanja huu wa CCM Kirumba imepigwa free kick ya maamuzi iliyowapatia ushindi Alliance Girls katika mchezo dhidi ya Sasia Queens, ambapo kocha mkuu wa Alliance Girls Sultan Juma amesema kwamba lengo la msimu huu kwao limetimia, wakiwa wamebakisha mchezo mmoja tu uliobakia ambao unakwenda kupigwa jijini Dar es Salaam, kwani hawajashuka daraja na wamesalia kwenye ligi kuu. Lakini kwa upande wake mwalimu mkuu wa Sasia Queens na kocha wa zamani wa Alliance Girls Ezekiel Chobanka, yeye amekiri ya kwamba hakika siku ya leo vijana wake aliyowatengeneza yeye mwenyewe akiwa Alliance wamehusika kumwadhibu. Kutoka hapa CCM Kirumba, mimi ni Kusaga Ungura, niite Farasi. Nyuma kamera yupo Dice TZA. Mwalimu, ongera kwa ushindi ambao mmepata hapa katika dimba la CCM Kirumba. Mpo ugenini kikanuni, lakini ni kama mko nyumbani tu. Umuhimu wa ushindi huu katika mchezo wa siku ya leo upo wapi? Kwanza nashukuru tumemaliza mchezo salama na tumebakisha mchezo mmoja, lakini umuhimu ulikuwa ni kuendelea kuongeza pointi na kuchukua nafasi ambazo za juu zaidi. Kwa hiyo tunashukuru tumeongeza pointi, tumechukua nafasi ya 5 kwa sasa. Kwa hiyo nafasi ya 5 nadhani kwa michezo iliyobakia Mungu akitupendeza tunaweza tukamaliza hapo hapo, au tukishinda na mechi ya mwisho tunaweza tukaongeza tena nafasi. Kwa hiyo nashukuru, kwanza tulikuwa tunagombania hiyo nafasi. Tulikuwa tunahitaji tumalize nafasi 5 za juu. Kwa hiyo nadhani kwetu imekuwa ni nzuri sana. Mwalimu, una wachezaji wadogo na wenye umri mdogo. Unafikiri faida yao kwa nao kwenye kikosi chako ni ipi? Faida ya kuwa na wachezaji wadogo kama ambao leo nimeona sisi ya Queens walikuwa na maombo makubwa na wana umri mkubwa. Kwanza tunashukuru. Kwanza ni wote ni wanafunzi na kweli ni wadogo. Wanashika yale ambayo mwalimu nawaelekeza. Kwa hiyo faida yao ni kushika yale ambayo nawaelekeza na ni kwa haraka. Kwa hiyo ni faida. Jengine ni kasi. Wana kasi, udogo wao unawasaidia sana kwenye kasi, kufanya movement, kufanya pressing. Kwa hiyo napata faida kwenye hilo. Ugumu ulikuwa wapi kwa kucheza na mpinzani wako ambaye pengine anaifahamu vizuri zaidi Alliance? Yupo kwenye benchi la ufundi la Sasia Queens, mwalimu Choba. Amekupatia ugumu kiasi gani kwenye dakika 90 za leo? Kwanza tulikuwa tunacheza na timu nzuri, wana mwalimu mzuri. Kwa hiyo na mwalimu pia ukiacha na uzuri pia anaijua timu vizuri. Kwa hiyo na mkumbuke mwalimu ndo aliyeacha timu katika mechi 5 za mwanzo. Kwa hiyo ni mwalimu alikuwa anaielewa timu vizuri. Kwa hiyo alikuwa na timu nzuri, mwalimu anaelewa timu vizuri na wanachezaji wazuri. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ngumu kwetu sisi. Malengo ya Alliance Girls msimu huu mnaona mmekwenda kuyafikia kiasi gani, ama mmekamilisha kwa kiasi gani, na mnajipanga vipi na msimu ambao unakaribia kufuata, kwa sababu ni kama tunamaliza ili dua? Tumebakisha mechi moja, tarehe 20 tunaenda kumaliza Dar es Salaam. Malengo yametimia na tunawaambia timu mwakani itakuwa nzuri zaidi ya hivi, kwa sababu tumeona mapungufu yapo wapi na wapi tuongezee. Kwa hiyo tunaamini kila kitu kitaenda vizuri. Mwalimu, pole kwa kupoteza mchezo wa siku ya hii leo. Pengine mchezo huu baada ya kupoteza una athari gani kwako na kwa Sasia Queens kwa ujumla? Kwanza sikutarajia kupoteza. Nitarajia mechi itakuwa nzuri, na tumefanya makosa yametuadhibu, na sisi tumecreate nafasi za kutosha kama 3-4 tunashinda kuziconvert kwa magoli. Kwa hiyo nilitarajia kwamba tunaweza tukafanya kosa tukafungwa, na tumetokea tukafungwa. Haina athari kwa sababu timu haishuki. Haishuki, isipokuwa kuna kitu najifunza kuelekea kwenye msimu ujao, kwamba ni namna gani nahitaji nitafute vijana ambao wanaweza kuja kuongeza na baadhi ya wachezaji ambao tutakaowaacha ili tuanze msimu vizuri kwa kuweza kupambana kwenda kwenye mashindano makubwa. Mwalimu, ilikuwa ni ugumu na furaha kiasi gani kucheza na miongoni mwa kikosi ambacho wewe umehusika kwa takriban 90% kuwatengeneza vijana hao? Nilijua kwa sababu aina system of play ambayo mimi nafundisha na wanajua, na ulikuwa unaona nikijaribu kutengeneza njia ambayo najua kwamba nitapita wapi. Kwa hiyo walikuwa naweza kublock. Anyway, nawapongeza, wamepata matokeo na furahi kwa sababu wote ni vijana wangu. Sasa Queens unaiandaa kuitengeneza kwa namna gani? Kwa sababu tuseme raundi ya 17 tuna raundi moja tu ambayo imesalia ligi kuu ya wanawake. Mnajipanga vipi kurejea vizuri kwa ajili ya msimu? Kwa msimu ujao ni kuhakikishia kwa 95% nitakuja kivingine, kwa sababu mpaka saa hizi nina vijana
asilimia kubwa wa kutoka hata nje ambao watakuja kuleta challenge, na vijana humu ndani naendelea kufanya scouting, na nadhani nitakuja kivingine, nitakuja kiushindani zaidi. Kuja kucheza huku CCM Kirumba leo ilikuwa ni mpango wa CCM Queens ama kuna utaratibu wote wa kifundi ulikuwa? Na hilo ni gumu kulizungumzia kwa sababu ni viongozi kwa viongozi waliongea, mimi kabaki naambiwa kwamba mechi itachezwa Kirumba. Basi wewe kama mimi kama mwalimu na sema wote tutacheza. Bwana mwalimu, shukrani sana. Asante sana. Umehusika kutengeneza vijana wazuri. Yule Milembe ulikuwa naye kwenye kikosi chako kipindi? Ya, wote hakuna. Yaani niseme kama kuna mchezaji ambaye sijamfundisha, hakuna hata huyo, hata mmoja. Wote. Wale vijana wako wamekuadhibu. Ya. Shukrani sana. Asante bwana. Mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Ilemela akishirikiana na kampuni ya Kabusungu mradi wa viwanja anawatangazia wananchi, mashirika, makampuni, taasisi za umma na binafsi kuwa halmashauri inaendelea na uuzaji wa viwanja katika eneo la mradi Kabusungu. Viwanja hivyo viko jirani na hospitali ya wilaya ya Ilemela, kilomita 10 kutoka ofisi za makao makuu ya manispaa ya Ilemela. Fomu za maombi zinapatikana katika ofisi ya mkurugenzi wa manispaa ya Ilemela na zitaanza kutolewa tarehe 10 mwezi wa 3, 2025. Bei ya fomu ya maombi ni shilingi 5,000 kwa kila kiwanja. Bei ya kuuza viwanja kwa mita moja ya mraba ni shilingi 6,000. Zingatia kwamba asilimia 50 ya malipo yatatakiwa kulipwa ndani ya siku 7 tangu tarehe ya kuchukua ankara ya malipo, yani invoice, na kiasi kitakachobaki kitatakiwa kulipwa ndani ya siku 90. Kinyume na hapo, kiwanja kitatolewa kwa muombaji mwingine. Aidha, wateja wote walionunua viwanja awamu ya kwanza katika eneo hilo pamoja na maeneo mengine ambayo ni East Buswelu, Nyafula, Sangabuye, Masemele na Kabusungu wanakumbushwa kukamilisha malipo yao ndani ya siku 30 toka tarehe ya tangazo hili. Endapo hawatakamilisha, viwanja vitauzwa kwa waombaji wengine na hawatarudishiwa fedha yoyote. Wote mnakaribishwa. Tangazo hili limetolewa na mkurugenzi wa manispaa ya Ilemela, Umi M. Wayayu.